Mwaka 1982 Jeriko alikuwa ni mtu wa kuishi kwa kubahatisha. Alikuwa akifanya vibarua hapa na pale na maisha yalikuwa magumu sana kwa upande wake. Hakuwa na matumaini kabisa kwamba ingetokea siku akasimama. Siku moja akiwa kwenye kibarua chake alimsikia mtoto wa tajiri yake akisema, "Baba, haiwezekani, tusikate tamaa, ni lazima tutaweza." Kwani wanaoweza wana mkataba gani na Mungu? Ni lini waliongea na Mungu na kuhakikishiwa kwamba wangekuja kupata? Tujipe moyo wa kuweza, halafu tufanye. Mtoto huyo alimaliza maneno hayo kwa kumwambia baba yake. Jeriko anasema alipofika nyumbani, kauli ile ya kijana wa miaka 25 ilizunguka sana kwenye kichwa chake. Alianza kujiuliza maswali. Kwanza alijiuliza kama hawa wenye mafanikio walijua kwamba wangefanikiwa kwa kupewa taarifa. Alijiambia hapana. Akiwa kwenye kujiuliza, aling'amua jambo moja, kwamba hawa waliofanikiwa kimapato hawakuwa na taarifa kutoka kwa mtu yeyote, bali kutoka ndani mwao. Ni taarifa ya kujiambia kwamba wanaweza, na hivyo wanapaswa kufanya wakiwa kwenye hali hiyo ya kuweza, bila kujali wanakabiliwa na kikwazo gani. Taarifa ya kama mtu atafanikiwa hujipa mwenyewe kwa kuamini kwamba atafanikiwa. Aliwaza kwamba hakuna hata mmoja anayeambiwa na yeyote kwamba fanya hadi wakati fulani na hapo utafanikiwa, bali watu hujiambia wenyewe kwamba ni lazima watafanikiwa na hapo hufanya ili wafanikiwe. Anasema kuanzia siku hiyo alijiambia na kuamini kwamba ni lazima atafanikiwa. Alifanya shughuli zake zile zile akiwa na imani hiyo. Anazidi kueleza kwamba ajabu ni kuwa kuanzia siku ile alikuwa akifanya shughuli huku akiwa na hali tofauti kabisa. Alifanya kazi akiiona njia ya kufika mbali, kwa sababu huko mbali ndiko alikokuwa akikuona ndani ya mawazo na moyo wake. Kazi zilimua nyepesi, upangaji mipango ukajilazimisha kichwani mwake na mabadiliko yakaanza kuonekana. Miaka 5 baadaye, yaani mwaka 1987, Jeriko alikuwa amebadilika sana na wengi walianza kushangaa. Jeriko alizidi kubadilika akiongozwa na imani kwamba hata yeye anaweza kama wanavyoweza wengine ambao zamani alikuwa akiwashangaa na kuwaona wa ajabu kutokana na kufanikiwa kwao. Kwa mara ya kwanza maishani aligundua na kukiri kwamba mafanikio yanaweza kwenda kwa mtu yoyote, ili mradi tu yoyote huyo aamini kwamba atafanikiwa. Kuna wakati huwa tunaogopa kuamini kwamba tunaweza na tutafika mbali. Sio kusema au kuwaambia wenzetu, lakini huwa tunaogopa hata kujiambia wenyewe. Hii inatokana na malezi na mazingira tulimokulia. Inatokana na jamii tunamoishi ambayo inaamini kwamba mafanikio au mtu kuamini au kusema atafanikiwa ni kujichuria au kuringa. Ndio maana kila Mtanzania unayemsalimu atakwambia hivyo hivyo tu. Hatupaswi kuwatangazia wengine kwamba tumefanikiwa au tutafanikiwa. Hatupaswi kuwaonyesha au kuwalingia kwamba tumefanikiwa, lakini pia hatupaswi kuwaonyesha au kuwanyenyekea kwa kuwaambia au kuwaonyesha kwamba tumeshindwa au tutakwama. Hizo zote ni imani ambazo zipo zinazotufunga tusiweze kufanikiwa. Lakini tunatakiwa kwenye fikra zetu tujaze picha na kauli za mafanikio. Kwenye mioyo yetu tukiri na kujisisitiza kwamba ni lazima tutafanikiwa hata kama itachukua miaka 100. Tusizani tukifanikiwa tumekosea, kama ambavyo siasa ya ujamaa na kujitegemea hapa nchini ilitafsiriwa vibaya na kutufanya tuamini kwamba mafanikio ni dhambi au aibu kwa mtu kuwa nayo. Tusizani kwamba kuamini katika kufanikiwa
ni kujichulia kama baadhi ya mila zetu zilivyotufundisha, ambapo kule vijijini mtu akivuna mazao mengi sana, wengine huanza kunong'ona kwamba mtu huyo atapata msiba au mkosi. Tujiambie kwamba tumefanikiwa au tutafanikiwa zaidi, kwa sababu fanikio la awali la binadamu ni kujua namna nzuri ya kufikiri au kutumia mawazo yake. Kwa hiyo kama unaamini kabisa kutoka moyoni mwako au unahisi kwamba wewe huwezi kamwe kufika popote kimafanikio, ujue wazi kwamba hutafika popote, utakufa maskini. Lakini hujachelewa, kwa sababu sasa umelifahamu hilo. Unachotakiwa kufanya ni kubadili hiyo imani yako. Unaibadili kwa kuanza kuamini kwamba utafanikiwa, kwa sababu mafanikio hayachagui mtu kwa rangi au sura, umri wala jinsia, bali namna mtu unavyoamini katika mafanikio na kutenda. Thank you for watching and listening. Think well, speak well and do well. Subscribe, like, comment and share.